asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo wapendwa, kwa sababu Mungu ametuwezesha kufika siku ya leo tarehe 31. Na ninajua ni kwa neema tu, sio kwa mapenzi yetu, ni kwa sababu ya neema. Nami nataka tukumbushane na wewe jambo moja, kwa sababu tunaona kana kwamba leo ni Disemba tarehe 31, siku ambayo ni ya kufunga mwaka. Na tunataka tusungumze maneno kutoka katika kitabu cha Joshua. Joshua alikuwa anazungumza na watu wa Mungu, na tutasoma maandiko katika kitabu cha Joshua mlango wa 6 na mstari wa 1. Inasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Joshua, tazama nimeitia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka mji huu watu wote wa vita, mkazunguka mji mara 7. Fanya hivi siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku la siku ya 7. Mtazunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga tarumbeta. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtasikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sababu kuu, na ukuta wa mji utaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nataka nisungumze na mtu. Ninajua ya kwamba Mungu amezungumza kuhusu ukuta wa Yeriko uliokuwa umefungwa. Na ukuta wa Yeriko uliokuwa umefungwa ilikuwa ni kwa sababu ya wana wa Israeli, ya kwamba hawatapita, ya kwamba mtu hataingia. Na siku ya leo nataka nisungumze kwa sababu ya tarehe hii ya 31. Kuna wale ukuta umesimama katika maisha yao. Walipoanza mwaka kuna mipango walianza ya kwamba tutafanya jambo hili. Lakini wakati walianza kupanga, na shetani akawasikia. Na shetani alipowasikia, na akakuja akaweka ukuta. Na alipoweka ukuta, sasa ikawa ni vigumu jinsi wanaweza ingia na jinsi wanaweza toka. Na nimekuja kutangaza neno hili siku ya leo, ya kwamba siku ya leo ya tarehe 31 wapendwa, ni siku ambayo tunataka twende tupomoe ukuta. Kwa sababu Mungu anatangaza ya kwamba alitangazia watumishi wake akasema, nendeni mkajipange na mchukue makuhani na wachukue pembe. Watakapochukua pembe, basi watazunguka hiyo ukuta mara 6. Mara ya 7 hiyo ukuta utaporomoka, na utakapoporomoka, basi hao wana wa Israeli watapata nafasi ya kuingia, na hata wale walikuwa wamefungiwa nao pia wataingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, siku ya leo ninatangaza kwamba kuna jambo jipya ambayo Mungu anaenda kutenda. Kuna kitu ambacho Mungu anaenda kutenda katika maisha yako. Kuna mipango ulipanga mwanzoni, lakini umefika wakati huu sasa haujakamilisha, kwa sababu ukuta wako ulikuwa umefungwa. Na nimekuja kukuambia siku ya leo ya kwamba ukuta unaenda kuporomoka. Ninaomba uchumuike pamoja nasi katika mkesha huu. Ukuta unaenda kuporomoka, kwa sababu kuna ukuta wachawi walisimamisha kwa maisha yako. Kuna ukuta ambaye familia ilisimamisha katika kazi yako. Nataka nikwambie siku ya leo ukuta unaenda kuporomoka. Siku ya leo tunaenda kupiga tarumbeta. Nataka uchumuike pamoja nasi katika kupiga tarumbeta. Kupiga tarumbeta ni kupasa sauti na kuambia Mungu ya kwamba nilitamani kufunguliwa milango, nilitamani kujenga, nilitamani kupata kazi, nilitamani kuoa mke, nilitamani kuoleka. Hivyo vitu vyote havijafanyika. Nataka nikuambie siku ya leo, kama hujaoa mke,
mke, basi unaenda kuoa. Kama hujaoleka, unaenda kuoleka. Kama hujapata kazi, kazi inaenda kupatikana. Kama hujafunguliwa, unaenda kufunguliwa. Hata kuna wachungaji ambao wanatamani kumtumikia Mungu, lakini kwa sababu ya vifungo ambavyo vimekuja vimesimama katika maisha yao, hivyo vifungo vimefanya hata huduma wao haiwezi songa. Ninatangaza siku ya leo kwamba huduma wako unaenda kusonga, huduma ulio nao unaenda kusonga, kwa sababu ukuta unaenda kuvunjika, kwa sababu ukuta tunaenda kubomoa katika jina la Yesu Kristo. Kuna jambo Mungu anaenda kutenda siku ya leo. Nimetamani nikuambie hili jambo ili nikutie moyo. Vitu ulivyovitaka kuvifanya vinaenda kufanyika sasa. Ni wakati wa kuvunja hiyo madhabahu, ni wakati wa kuvunja hiyo ukuta uliosimama katika maisha yako, uliosimama katika kazi yako, uliosimama katika ndoa yako, uliosimama katika watoto wako. Umezaa watoto wamekosa amani, umesomesha watoto wamekosa mwelekeo. Ninatangaza kuna ukuta uliosimamishwa, na huo ukuta tunaenda kuuvunja siku ya leo. Ninatamani uchumuike pamoja na sisi katika maombi haya, na ninajua kuna jambo jipya ambacho Mungu anaenda kukitenda. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ambaye unanisikiliza, ambaye unanitazama, nataka niombe na wewe. Nataka nivunje hiyo madhabahu, nataka nivunje hiyo ukuta kuanzia siku ya leo. Unapoanza mwaka mpya, natamani Mungu akutende mambo makubwa. Unapoanza mwaka mpya, natamani Mungu afungue milango. Unapoanza mwaka mpya, matarajio uliokuwa nayo nataka itimilike, kwa sababu Mungu wetu ni wa kutimiza. Mungu wetu sio wa kukosa kutimiza. Mungu wetu ni wa kutimiza. Kuna mambo Mungu anataka kutimiza. Kwa hivyo mimi nataka niombe na wewe, na mahali popote ulipo uamini, na mimi nataka nipomoe hiyo ukuta ili Mungu akuwezeshe, ili Mungu akutende mema. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, tunakushukuru, tunakuinua kwa wakati huu na saa ambayo umeitenga. Baba mfalme, angalia kwa sababu ya mama huyu, kwa sababu ya ndugu huyu, kwa sababu ya dada huyu, kwa sababu ya mpendwa huyu. Angalia Baba, nimesimama, angalia kuna ukuta ulioinuka Baba, na umesema katika maandiko ya kwamba Baba, makoani watachukua tarumbeta. Watakapochukua tarumbeta watapika mara ya 6, mara ya 7, ukuta unaenda kuporomoka. Nami ninatangaza siku ya leo, ukuta ulioinuka kinyume katika maisha ya huyu mama, katika maisha ya huyu ndugu, katika maisha ya huyu kijana, maisha ya huyu msichana, Baba ninatangaza, ninaanza kuvunja hiyo madhabahu. Mara ya kwanza ninavunja hiyo madhabahu, mara ya pili ninavunja hiyo madhabahu. Mara watoto hawa wamepotoka, ninatangaza kufunguliwa, ninatangaza kuinuliwa, ninatangaza kuanzia siku ya leo waone ushindi wako. Baba, watajuaje wewe ni Mungu? Wacha waone manufaa ya masomo yao, wacha waone manufaa ya kazi zao, wacha waone manufaa ya ndoa yao, wacha waone manufaa ya huduma wao, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Asante Kristo Bwana, kwa sababu kuna jambo jipya ambayo unaenda kutenda. Ninaomba nikijua kwamba mfalme, kuna mtu anafunguliwa, kuna mtu anainuliwa, kuna mtu Baba anaona mkono wako, kuna ukuta unaporomoka, kuna ukuta unaanguka, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu umetenda mema, na ni kwa jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina, amina, amina. Asante. Mungu awatende mema, Mungu awabariki, na muone mwaka mpya wenye fanaka. Basi Mungu amani awainue. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa wa Yesu, leo imekuwa ni siku njema sana. Leo nimeweza kukutana na bishop wetu. Bishop, barikiwe sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Asante. Akuongoze kwa kila jambo. Asante sana. Huyu ndio baba askofu, ndio baba yangu wa kiroho, na huyu ndiye ninayemwona kama baba yangu mzazi, na amenilea kutokea sehemu tofauti tofauti. Tumepigwa vita aina mingi, lakini tumeng'ang'ana kwa jina la Yesu Kristo. Tunaendelea kusonga mbele kwa pamoja. Hapa tuko headquarter katika maktaba yetu makuu ya New Revelation Church of God. Kanisa liko hapa sehemu za Indete, ama unaweza kuja Kaimosi, kuja pale Mako, kuja Kumbaga, unatupata. Lakini hapa Nairobi bado tunatamba hapo sehemu za Kawangware 46. Yes. New Revelation iko pale na iko kwa ajili yako. Njoo uombewe, njoo ubarikiwe, uinuliwe kwa chochote ambacho ni kigumu katika maisha yako.